Mimi nadhani kama alivyosema jamani, mwenyewe kasema na sisi tumesema hapa tuko kwa ajili ya Ana Collections. Sio? Na nadhani kaweka sawa kwamba hata sisi mikataba hata wakati huko tunaingia sisi tumemjua Zai kabla hata ya kumjua Manara. Nadhani tulikuwa tumeshaingia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tumemjua Zai muda. Hiyo kama alivyosema yeye tulikutana tu hapo katikati. Lakini kwa swala la kwamba kwa nini tumetumia pengine hii kama no, sisi tuna mpango mkakati kama kampuni. Ilikuwa leo tufanye. Kwa hiyo hivyo vitu vingine sisi hatuwezi integrate kwenye hili jambo letu. Lazima kazi ziendelee na kila kitu kiweze kwenda. Kabla swali kwa madam, kwanza kuongea umeongea vizuri kwamba biashara ina hisia na kama unavyosema unataka kufanya kazi na Zai kabla ya kuwa na Manara. Lakini baadaye ulipokuwa na Manara, pia Manara ulikuwa unafanya naye kazi kwa sura yake. Mahusiano yenu kwenye biashara, mimi upande wa biashara na Manara. Nafikiri labda tunaweza tukamuona yuko ana connection au imeishia hivyo kwa sababu balozi wenu alikuwa na yes. Kama nilivyosema awali kwamba mahusiano yetu ya kibiashara kati yetu sisi na Ana Collections na Haji Manara ni mazuri sana. Kwa sababu kwa sisi wafanyabiashara tunaamini hata wewe ni mteja ajaye. Hata wewe tunaweza kufanya kazi kwa baadaye. Kwa ndio maana hapo awali nitanguliza kushukuru kwa support yake ambaye alitupa kwa muda wote huo wakati akiwa meneja wake na Zailisa. Yeah. Kwa hiyo sisi tunachukulia upande wa kazi zaidi kuliko upande wa familia. Kwa hiyo katika upande wa kazi ambapo tulikuwa tunafanya naye kwa maana kwamba akitusapoti pengine kuna wakati mwingine alikuwa anatoa ideas, tuna discuss kwa pamoja na hata hii contract ya mwanzo tulianza kudiscuss naye pia. Kwa hiyo hata tunavyo renew mkataba mpya leo na yeye atakuwa nafahamu kwamba tulishaanza, ndio maana nikwambia ilikuwa zamani. Ilikuwa tufanye akawa na safari na mimi nilikuwa na safari. Kwa hiyo hata hii habari ya leo atakuwa nayo kwamba na yeye alihusika pia. Kwa hiyo mahusiano yetu na yeye yako vizuri. Tunaamini kwamba tunaweza kufanya naye kazi pia pale itakapokuwa inahitajika. Biashara haina uadui, mambo mengine yanaweza kaendelea. Zai, la mwisho kwa Zai. La mwisho tu then na kuacha. Zai, kuna picha ambayo inasambaa kama ni vitu vyake. Ndio anatoka kwa Manara. Natamani agree hiyo picha kama kweli ni vitu vyake. No comment. No comment. Okay, mimi na swali kwako madam Ana. Kuna Priscilla pamoja na mume wake Juksi walivalishwa kwenye photoshoot kuelekea kwenye shughuli yao kwa Nigeria. Na mwanamitindo ambaye alimvalisha design anamaanisha alisema kutakuwa kuna fine kwa mtu yoyote atakayekopi lile vazi. So kwa sisi wa Tanzania tuelewe, by the way, labda wewe ambaye tayari ni designer na unajua shughuli hizo, unaweza ukatuelezea kidogo alikuwa anamaanisha nini, labda kwa fundi Juma, ama alikuwa anamaanisha nini? Yes. Asante, swali nzuri sana. Unajua mbunifu wa mavazi ni msanii, ni artist. Kabla hujabuni vazi kuna stage ya kwanza inaitwa creative stage. Manake lazima ugenerate idea kwamba ili vazi nitahitaji liwe na vitu gani, touch fulani za tofauti ambazo pengine sehemu zingine hakuna. Kwa hiyo ukisketch lile vazi, idea ikatoka kichwani kwako, manake umeumiza kichwa lile wazo, ukaja ukaliimplement ukaliweka kwenye nguo. Wenzetu wanazilinda. Ukiangalia vazi kwa mfano unaweza kusema mimi mavazi nayolinda kusota. Kuna mavazi ambayo nayalinda kusota. Mfano, vazi la idea ya volcanic eruption. Ni kazi ya sanaa ile. Umeanza kubrainstorm, umetoa idea, umeileta hapo, umefanya painting, umechora, ukaweka mpaka majivu. Manake hiyo ni kazi ya sanaa ambayo inahitajika kulindwa. Kwa hiyo kwa design yoyote ambayo ina creative skills ambayo umetoa kichwani, ukachora, umepata tu inspiration, achana na design mikono iwe hivi au vile, lakini lile limetoka wazo.
ambalo hujaliona sehemu nyingine linapaswa kulinda. Kwa hiyo Okay, asante. Lakini kwenye moja ya posti zako niliona umempongeza sana Zailisa kwa kuwa na idea nzuri. Kuna lile vazi la nguo ina picha ya Manara. Was idea ya Zailisa au ilikuwa ni idea yako? Lakini pia kujazia hapo, watu walitamani sana kuhusiana na ile gauni ya Manara. Imerudishwa na collection ama liko sehemu gani? Okay. Nikianza kujibu hilo vazi alimtafuta Zailisa ilikuwa kama wiki moja before Valentine. Sasa unajua unapokuwa mbunifu kuna ile competitive landscape, yani kuna ushindani. Mimi nikawaza tena idea gani itahiti hapa, kwa sababu vitu vyote amevaa. Nikawaza kwamba what if niweke kitu fulani kwenye nguo, pengine tukawa tunawaza na department yangu ya ubunifu, tukaona kwamba tukija na vazi ambalo pengine kwa sababu ni siku ya wapenda nao ile tilia neno wapenda nao, yani aka express love kupitia ile picha ya mpenzi wake, pengine itapendeza zaidi. Kwa hiyo iko ni idea tu ambayo tuliwaza, nikamshirikisha yeye, akasema okay, endelea. Tukafanya ile kazi. Ni kazi ya ubunifu. Unajua ubunifu, sanaa ubunifu inaweza ikatumika katika kufikisha ujumbe. Mfano kama hivyo, nguo ikawa na maandishi au ikafanya promotion ya aina yoyote, ikapromote product. Kwa hiyo kuvaa, ubunifu wa mavazi sio tu mtu amevaa ameenda, maana pia ya kufikisha ujumbe kwa jamii. Yes. Nadhani hilo litakuwa la mwisho basi. Gauni lipo. Iko nyumbani kwako? Lipo, kwani lina shida gani? Kwa hiyo litabakia kama kumbukumbu kwako, si ndio? Sasa kwangu ni muuze nani? La kwangu lipo. Zai la mwisho litakuwa liko on sale lile gauni ama Imetosha, wewe jua lipo. Watanzania watamani kujua kuhusiana na hilo gauni. No comments, gauni ninalo. Haya jamani, nadhani imetosha basi. Maswali yamekuwa. Tanzania nataka kujua kwamba mkataba sasa hivi unaoingia na Zailisa utakuwa muda gani? Muda mrefu au wa muda mfupi kwa ajili ya kinachoendelea sasa hivi? Okay, mkataba wa sasa hivi ni wa muda mrefu kutokana na project ambazo zinachukua muda mrefu pia. Kwa hiyo ni wa muda mrefu, mibaruzo inaendelea. Trending stories, podcast, exclusive interviews, news updates, burudani na michezo. Zote hizi unazipata Clouds Media. Hakika haujapotea.